kukufananisha na miungu ilishindwa, wakajaribu kukufananisha, walijaribu kukufananisha na manabii walishindwa, wakajaribu kukufananisha na wengine. Waimba Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Alfa na Omega, Bwana wa mabwana, Mungu wewe, Alfa na Omega. Wewe bado tusikia, imba Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, tucheze na sasa. One, two, three, come on. Unaweza hata usitoe jasho. Haleluya. Jaja. Kila Mungu. Kwa mara ya mwisho
nitatulia na wewe mahali pa utulivu, nitatulia na wewe mahali pa utulivu, mimi Bwana mahali pa utulivu, nitatulia na wewe mahali pa utulivu, nitatulia na wewe, ni wewe Bwana akukimbilia wewe, ni wewe Bwana, hakuna mfano wako Bwana, ni wewe Bwana, Alfa na Omega ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Yahweh, ni wewe Bwana, hakuna kama wewe Jehova, ni wewe Bwana, twakukimbilia, ni wewe Bwana, twakukimbilia wewe, ni wewe Bwana, hakuna kama wewe, ni wewe Bwana, ni wewe peke yako Bwana, ni wewe Bwana, hakuna kama wewe, kwa maana ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Ni wewe wenye uweza, Yesu, twakukimbilia wewe Bwana Yesu, ni wewe mwenye mamlaka Bwana wangu, ye Bwana wangu. Yesu ukimweka mbele kwenye maisha yako, anaweza kufanya mambo ambayo ukashindwa kuelewa ni namna gani Mungu anafanya. Ukimtanguliza mbele Yesu, anaweza kufanya vitu ambavyo ukashindwa kuelewa ni kwa namna gani amefanya. Kwenye shida yako, kwenye matatizo yako, kwenye hitaji lako, hebu mtangulize Yesu. Mwambie hakuna mwingine ambaye wewe unamtazama, bali unamtazama Yesu. Maana wewe akiwa mbele yako, anafanya utatuzi wa mambo yote. Kama kukubariki, atakubariki, maana yuko mbele. Niulize milima inamuheshimu nani kama sio wewe Bwana Mungu wetu? Niulize bahari pia zinamuheshimu nani kama sio wewe Bwana Mungu wetu? Wanyama wa kutisha, wanamuabudu nani kama sio wewe Bwana Mungu wetu? Niulize milima inatetemeka kwa nani kama sio wewe Bwana Mungu wetu?
mwenye mawazo potofu, kwa jina la Yesu niachie na utoke. Toka, niachie. Toka, niachie. Toka kwa jina la Yesu, niachie kwa jina la Yesu. Amen. Mshangilie Mungu kwa makofi na vigelegele. Naomba ukae. Bado tunasimama kwenye hatua yetu kwamba ni mwaka wa maongezeko. Ijapokuwa tuna somo letu ambalo linasema usiogope, lakini tunasimama kwenye mwaka wa maongezeko. Kabla sijaingia kwenye somo letu, naomba unisomee kitabu hiki, Wafalme wa Pili 4:24. Kabla sijaingia kwenye somo letu, nisomee kitabu hiki cha Wafalme wa Pili 4:24. Wafalme wa Pili 4:24. Akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe, tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Amen. Tunaposema ni mwaka wa maongezeko, mtumishi wa Mungu huyu Mshunami mwanamke alipofiwa na mtoto wake, akatandika punda aende kwa mtumishi wa Mungu Elisha, aliyemwombea hata kupata mtoto. Lakini siku moja mtoto alikufa, na ilibidi adhimu kwenda kumwona tena mtumishi wa Mungu. Akamwambia yule mwendesha punda, endesha uendelee mbele, na usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Endesha uendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Tunaposema ni mwaka wa maongezeko, yule asiyeamini asikupunguzie mwendo, katika jina la Yesu Kristo. Asikupunguzie mwendo wala kukusimamisha kwamba haitawezekana. Tunamwabudu Mungu anayeweza kutuongeza kimaisha, kutuongeza kiroho, kutuongeza kiutendaji, na ili kanisa hili liongezeke, atakaye tupunguzia mwendo na kuleta chokochoko tunamkanyaga, si tunaendelea mbele, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Atakaye tupunguzia mwendo tutakanyaga na kupita juu yake. Ili kanisa liwe na maendeleo, halihitaji wanaoturudisha nyuma. Sema amen. Halihitaji wasioamini, halihitaji wanaoleta majungu. Linahitaji tulio na safari moja, ambao tutasafiri na kufanya mambo kwa umoja. Tutafanya mambo makubwa sana, lakini tuwakatae wanaorudisha kazi ya Mungu nyuma. Sema hivi katika jina la Yesu, ninakataa wanaonirudisha nyuma ili nisifanye kazi ya Mungu. Nataka niongezeke kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwangalie jirani yako, mwambie hivi, mwaka huu, tamka, mwaka huu usinipunguzie mwendo nisipokuambia, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya tunayoyatamka yafanyike kwako.
asikupunguzie mwendo mtu usipomwambia. Kama tunataka kufanya maendeleo, tutafanya sana mwaka huu. Tukitaka kuwa na ghorofa inawezekana. Tukitaka kuwa na kanisa zuri inawezekana. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, Mungu aliyetupatia vyombo anaweza kutenda mambo makubwa, lakini anayetuzuia anyamaze kimya. Tutembee juu yake, tutafanya kwa jina la Yesu. Sema amen. Rudia tena, sema amen. Kama unaamini sema amen. Ndio, ni mwaka wa maongezeko. Huu mwaka hatutaki kuumwa. Vihoma hatuvitaki kwa jina la Yesu. Ni mwaka wa maongezeko. Tunataka afya zetu, wale ambao ulistahili kuwa mnene uwe mnene. Hakuna kizuizi. Kila kitu kina faida yake. Mnene ana faida yake, mwembamba ana faida yake, mrefu ana faida yake, mfupi ana faida yake. Wote tuna faida, hasa tuliookoka tuna faida. Sema amina. Kila mtu aliyepo mahali hapa anayo faida kwa Mungu. Sema ninayo faida. Ninayo faida. Haleluya. Wewe tukikuona tunabarikiwa mahali hapa. Asikupunguzie mwendo mtu. Amen. Amen. Kumbuka Mungu ametusaidia sana. Ametutendea mambo makubwa sana mahali hapa, ili kazi za shetani zidhalilike na Mungu adhihirishe utukufu wake. Na ndio maana nafanya kwa ajili yetu. Amen. Na tunataka Mungu afanye mambo makubwa mwaka huu. Sema amen. Afanye mambo makubwa mwaka huu. Sijui kama uko kama mimi ninavyouona huu mwaka. Kwa hiyo tutaenda na andiko hilo la usinipunguzie mwendo tunapotaka Mungu ukawe mwaka wa maongezeko. Amen. Usiogope. 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 Kitabu ni Yoshua 1 mstari wa 1 mpaka wa 9. Yoshua 1 mstari wa 1 mpaka wa 9. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka yote ya Wahiti, Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakuwa mpaka wenu. Hapatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewalisisha watu hawa nchi ile niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyekuamuru Musa mtumishi wangu. Usiiache
usiiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikiwa sana. Je, si mimi niliyekuamuru uwe na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Hapa tunasoma habari za wana wa Israeli, lakini wakiwa na kiongozi anayeitwa Joshua. Na maandiko yameeleza wazi, baada ya kufa kwake Musa, mtumishi wa Mungu, Biblia inatuambia kwamba Mungu sasa anasema na Yoshua kwamba awavushe wana wa Israeli wavuke katika mto Yordani ulio mbele yake. Lakini kuna mambo makubwa aliyoyatamka pale, hasa ule mstari wa 9 anasema, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Haleluya. Kuna neno ambalo linasema usiogope. Ni neno dogo, lakini ni neno kubwa sana katika maisha ya mtu. Hata katika nchi yetu, wakati wa vita vya Uganda na Tanzania, yalitoka maneno kwa rais wa Tanzania ambayo yaliwatia moyo watu kwamba kumbe katika vita wanavyoviendea, pamoja na kwamba alikuwa na mwili haukuwa mkubwa kama wa yule wa Uganda, ambaye alikuwa na mwili mrefu mnene, ana power, lakini huyu asiye na mwili mkubwa sana amejaa imani ya ushindi. Anawaambia Watanzania kwamba uwezo tuna nini? Tunao. Na nini? Na nia tunayo. Na nini? Na nguvu tunazo. Haleluya. Akawaonyesha Watanzania kwamba hata kama Idi Amin ana mwili mkubwa, ni mtaalamu wa vita, lakini sisi tuna uwezo, alafu nia ya kushinda tunayo, alafu nguvu tunazo. Haleluya. Mwaka huu ndio maana tumeutamkia kwamba ni mwaka wa maongezeko, kwa sababu nia ya kuongezeka tunayo, na uwezo huo tunao, na nguvu zipo, maana Mungu wetu ana uwezo, ana nguvu. Ndio maana tunatamka maneno haya, na tunapotamka maneno haya, Shetani anajua nguvu alizonazo Mungu kwetu, anazoweza kutusaidia. Na ndio maana tumesema ni mwaka huu lazima kanisa liongezeke kwa namna yoyote, na vile vizuizi lazima viachie, kwa sababu nguvu tunazo, alafu uwezo tunao. Mungu anamwambia Joshua, si yeye aliyemwamuru awe hodari na moyo wa ushujaa? Huyu ndiye anayetuambia
tuwe na moyo wa ushujaa wa kukabili mwaka huu kwa ushujaa, si mwaka wa kuogopa huu. Naongea na watu, si mwaka wa kuogopa huu. Aliyesimama Ijumaa alisema tunaenda kuzihesabu matatizo yetu kuwa ni fursa. Maana yake ni kama kuna tatizo ambalo litajipendekeza mbele yetu, litakuwa fursa. Maana yake ni hii, kwamba utainuka ushindi mkubwa kuliko vile shetani alivyokuwa amekusudia. Kuna kitu Mungu atakiinua kikubwa mpaka shetani atatayari. Ni mwaka wa maongezeko. Tunapotamka maongezeko, naomba mwaka huu Mungu afanye vitu vikubwa sana kwa ajili yetu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nia ya kushinda tunayo, na sababu ya kushinda tunayo. Niongeze kwamba kusudi la kushinda tunalo. Hebu soma ile Ayubu 41 ule mstari wa kwanza na wa pili. Anasemaje ile? Kwa nini huwa tunaongea hivi? Kwa nini tunajidai? Kwa nini tunayo sababu ya kutokuogopa? Kanisa, natamani sana usiwe mtu muoga. Natamani uwe mjasiri kwa jina la Yesu Kristo. Wale wanaonielewa, natamani uwe jasiri kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akutie nguvu ya ujasiri. Huu mwaka atupe ujasiri. Haleluya. Hebu soma hiyo Ayubu 41 mstari wa kwanza na wa pili. Mstari wa kwanza na wa pili. Utaenda taratibu. Je, waweza wewe kumvua mamba kwa ndoana? Je, unaweza wewe kumvua mamba kwa ndoana? Inawezekana? Ndoana, mamba, hivi unamchezea mamba wewe? Mamba sio mchezo. Kumvua kwa ndoana, huwa tunavua visamaki vinavyokuwa na viko kwenye uwezo wa ndoana. Mamba havuriki kwa ndoana. Maana yake ni hii, unaweza kupambana na shetani kwa nguvu zako? Haiwezekani. Kwa nini tunasema hivi? Ni kwa sababu tunatembea kwenye uwezo wa Mungu. Na ndio maana tunaweza kumvua mamba kwa ndoana. Sema amen. Hii inaonyesha kwamba lisilowezekana linawezekana kwa Mungu. Hebu endelea. Au kufunga ulimi wake kwa kamba, au kaukamata, nenda baharini, kamtafute mamba, kaanze kutafuta ulimi wa mamba, alafu uende na kamba yako ukaufunga. Inawezekana? Watu hapa hata vinyonga mnaogopa. Mamba je? Kenge unamuogopa. Mamba je? Sehemu yoyote iliyo na mamba hawapiti ovyo watu. Mamba ana uwezo wa kukaa hata nchi kavu, lakini ana uwezo wa kuingia kwenye maji. Akikaa kwenye maji anakuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo hizo sehemu hawapiti watu.
Na hata huu mto Nzovwe kuna mahali una kenge, watu hawaogi hapa, kwa sababu hiyo hali kuna kitu ambacho kinawazuia. Sasa uchukue kamba yako kamfunge mamba, inawezekana? Kwa jina la Yesu Kristo tunatamka haya, kwa sababu yupo anayetuwezesha. Na ndio maana tunasema hatustahili kuogopa mwaka huu. Hebu mwangalie jirani yako, kama mwambie unamwelewa mchungaji anachokisema. Anasema huu mwaka sio wa kuogopa. Hivi watu kwa nini wanaogopa wachawi? Kuna watu, mtu mwingine akiota ndoto, yani ni shida. Alafu ngoja nikwambie, unajua kuna wengine hapa tulikuwa nao wanafunzi hapa, walipotabiriwa wakaondoka, wakafikiri huko ndiko hatuko nao. Aliposema na kichomi hicho, Bwana asema, wewe sio miaka ya Bwana asema, hii ni mwaka wa ujasiri wewe mwenyewe kupangua kila kazi za shetani. Hatutaki wachanga kiroho, tunataka waliokomaa kiroho. Namfurahia sana kijana wangu Jose. Hebu simama Jose. Jose, mmoja alikutolea unabii gani? Wakati niko chuo nasoma, kuna mmoja alinitolea unabii wa kwamba nitazaa mtoto wa kike. Tulikuwa tunasoma kwenye Vimbweta, akatufuata yule kaka anahubiri sana pale chuo, akasema nitazaa mtoto wa kike. Lakini katika maono yangu nilimuona mtoto wa kiume. Haleluya! Nilipomuona sikumwambia mke wangu. Nikaenda kununua gari la watoto. Akasema mume wangu, mbona unaleta hiki cha nini? Nikamwambia, wewe tunza gari ya mtoto wangu. Akasema basi sawa. Yeye alibeba, hakujua ndani nani yupo. Mimi nilishamuona. Mamangu akapiga simu, alishaona wa kiume. Mke wangu naye akasema naona wa kiume. Tukasema tusubiri huyo nabii huku chuoni, kwa sababu hiyo siku tulikuwa na discussion, tulikuwa wengi. Kwa ule ushuhuda watu walikuwa wanausubiri kwa nguvu. Ilivotokea nikamwambia ni mtoto wa kiume, akasema kumbe ndo wale. Mungu tuliye naye ana nguvu. Mungu tuliye naye atatushindia. Huu mwaka ni wa kuongezeka. Kama unaamini sema amen. Si mwaka wa kutabiriwa wewe, ila Mungu aseme na wewe. Matapeli ni wengi wa injili, wakazi ya Mungu ni wengi. Sasa fikiria angepata wa kike, angesema nabii alitabiri, lakini kumbe ni Mungu tu. Usiishi hivyo, ishi ukijua ni mwaka wa maongezeko kwako. Mungu akutumie mwaka huu. Usitegemea unabii kwa mtu, tegemea Mungu aseme na wewe. Wale wanaopenda kubebwa na unabii hatutawaona hapa, lakini majasiri, waliohodari, mashujaa, wenye nguvu ya Mungu tutakuwa nao mahali hapa. Hebu punga mkono wako, piga makofi na vigelegele. Usiogope, maana Mungu yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Si mwaka wa kuogopa huu. Unajua tunaongea hapa, sisi wote hapa tumeokoka. Tunamjua Bwana wa majeshi. Hakuna aliye tofauti na imani hii. Wote tuna imani moja ya ushindi kwa Bwana. Anayetushindia ni Mungu. Sema amina. Usiogope. Ondoa hofu. Haleluya. Mtu yeyote aliyeokoka
Mungu anaondoa hofu. Ngoja nikwambie, zamani wakati sijaokoka, kuna watu tuliwaheshimu, na wazazi wanasema, mwanangu, yule mtu usimchezee, na wala usipitepite kwake ovyo, ni mtu hatari. Tulienda kwa heshima kwa sababu hao watu walikuwa hatari. Lakini Mungu alipotubadilisha, tulipookoka, hatuogopi chochote. Ngoja nikwambie, wa kwanza mimi siogopi chochote. Namfahamu Mungu anayetenda, anayetupigania. Nataka kanisa lisiogope chochote. Na hesabu ile shida kuwa ni fursa inayokuinua kwenye maisha yako. Sema amen. Ni mwaka wa maongezeko. Tunayo maombi tunayoanza kesho. Haleluya. Ukikosa basi ukose kwa sababu umebanwa sana. Natamani kila mmoja angehudhuria siku zote 40. Kama ukikosa, ukose kwa sababu ulikuwa huna namna ya kufanya. Kwa sababu miujiza itakayofanyika mwaka huu, tunataka Mungu tumuite sasa. Yale yalikuwa mazito kwetu yawe mepesi. Na hakuna tumbo litakalofungwa bila kupata mtoto. Sikiliza nikwambie. Kwa nini tunasema hatuogopi? Hata kama umeambiwa huwezi kupata mtoto tena, Mungu anayo njia. Umeambiwa huwezi kupona, ugonjwa huu hawaponi. Nataka nikuambie kwenye maombi haya, hudhuria. Baada ya kumaliza maombi siku 40, nenda kapime. Naongea na wenye misuri ya imani, wanaonielewa naongea kitu gani. Hao ndio naongea nao. La sivyo, ukiwa mwoga, tutatembea juu yako, tutaendelea mbele. Ndio maana tumesema yeyote atakayetaka kutunyamazisha, kutuzuia, tutatembea juu yake. Haya tunayoyasema itakuwa, wenye imani watafaidika. Haleluya. Timotheo wa pili 1:7 anasema, Mungu hakutupa roho ya woga. Tulipookoka, Mungu akatupa roho ya ujasiri, akaondoa roho ya woga. Haleluya. Ule woga tuliokuwa nao wakati hatujaokoka, tulipompata Yesu, sio waoga tena, hatuogopi.
hata kama kuna ndoto umeota mbaya, leo nakuthibitishia usiogope. Hata kama umeota unajiona kuna jeneza lako liko pale, na ukiangalia kuna mtu ambaye ni wewe pale, aisee, asingekuwa Mungu ulikuwa unaondoka. Kama asingekuwa ni Yesu ambaye ana uwezo wa kumfunga mamba ulimi wake, ana uwezo wa kumvua mamba kwa ndoana, tulikuwa hatuwezi. Lakini kama kipo kitisho cha namna hiyo, kwanza umeamka salama. Hata kama mioyo ilikuwa inadunda, inaenda kama ina haraka hivi, unaogopa. Nasema kwa sababu naye Mungu hakuna hofu tena. Kwanza unafika mahali unasema ni mimi nimeamka. Unacheka. Kakicheko kazuri ka ushindi, kana kuonyesha kwamba umedharau. Hebu zidharau kazi za shetani mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, haleluya. Kazi za shetani tutadhidharau tu, maana tuliye naye ni mkuu sana 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 sana, hapimiki. Lakini zitunze sheria zake, zitunze sheria za Mungu, utaishi kwa raha. Lakini kama una njia hizi, wewe ogopa. Ukiliona jeneza ni kweli la kwako, maana njia zao hazijakasa, lakini wana furaha ambao njia zao zimenyoka. Wana furaha ambao njia zao zimenyoka. Wataiona furaha kwenye mwaka huu. Huu mwaka ni wa furaha kwao. Sema amina kanisa. Kama unanielewa piga makofi. Kigelegele kinafika mpaka kuzimu, kinatikisa mabonde, kinatikisa maono, kinatikisa kazi, kinafuta kazi zote. Shetani hapa simama hapa. Hapa lazima kanisa liongezeke. Lazima tujenge vizuri kubwa na watu wengi 1000. Hii imani ninayopekea. Mwakosi ya Frank, kuna imani? Hebu piga makofi na vigelegele. Una imani kwamba mwaka huu Mwakosi kati ya mtoto wako atainuka, atakuwa mkuu? Una imani kwamba utapata wahubiri kutoka kwa watoto wako? Ni mwaka wa maongezeko, sio wa kushindwa, isipokuwa tenda sheria za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na nielewa vizuri? Wale watakaoregea hata tuwaache. Ana kuna watu hawaamini hata ufanye nini, hawaamini. Kwa sababu kuna kitu adui ameshapanda ndani yao. Mwaka huu futa kila kitu, akae Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu hakutupa roho ya woga. Sema Mungu hakunipa roho ya woga. Mungu hakunipa roho ya woga. Amen. Sikiliza nikwambie. Katika ile Zakaria sura ya 2 mstari wa 8. Andiko anasema yeyote anayewagusa nini anagusa mboni ya jicho lake. Napenda kanisa tuwe pamoja hapa.
Sema anayenigusa mimi. Nishike. Sema anayenigusa mimi. Kuna watu bado hawajakaa sawa. Hapa tunaongea kiunabii. Atakaye kugusa mwaka huu akamguse Mungu. Anayenigusa mimi atagusa poni ya jicho la Mungu. Amen. Kila atakaye kugusa mwaka huu atagusa Mungu. Sisi nasema hivi, na wimbo nasema kati mwaitu kuinoma tulimkati na Yesu tukinoma tulimkati mwaitu tukinoma tulimkati na Yesu tukinoma tulimkati na Yesu hebu ulete ule wimbo mama. Isikie kunisikia vizuri kwa Yesu Kristo aliye hai. Aliyekuokoa na makusudi hata kuacha peke yako. Haleluya. Kisikie. Waoga ni wabaya.